Naomba sana tuache mambo ya uchama. Selemani Saidi Bungala aliyejulikana kwa jina la Bwege ni miongoni mwa majemedali wakubwa wa kisiasa Tanzania walioamua kupigania haki za wananchi kwenye nyanja zote. Alizaliwa tarehe 18 Novemba 1961 katika mji mdogo wa Kilwa Kivinje. Ni mtoto wa 11 wa mzee Saidi Ali Bungala na ni wa pili kati ya watoto 12 wa mama yake mzazi Bi Salama Selemani Ngonole. Baba yake na Bwege aliwahi kuwa meya wa halmashauri ya wilaya Kilwa, mbunge wa Kilwa na baadaye akawa diwani wa kata ya Tingi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi mpaka umauti ulipomfikia. Inasemekana Mheshimiwa Selemani Saidi Bungala ni maarufu Bwege makuzi yake yote alikuwa Kilwa Kivinje. Alimaliza elimu yake ya msingi mwaka 1975 na kuanza harakati zake za maisha. Bwege amebahatika kuwa baba wa watoto 8 kutoka kwa wake watatu. Ni familia kubwa iliyomjengea kuwa baba mwenye upendo na mshikamano. Safari yake ya siasa ilianza kwa kuwa balozi wa nyumba 10 katika kijiji cha Mgongeni, Kilwa Kivinje kupitia CCM hadi kufikia mwaka 1993 aliamua kujitoa kwenye chama hicho cha CCM na kujiunga na vyama vya upinzani kupitia TADEA, NCCR Mageuzi, CUF kabla ya kuhamia ACT Wazalendo. Harakati zake zilimjengea heshima kubwa kwa wananchi kutokana na msimamo wake wa haki, hali iliyompa nafasi mbalimbali za uongozi zikiwemo ukurugenzi wa fedha wilaya ya Kilwa 1993 hadi 1995, mwenyekiti wa NCCR Mageuzi wilaya ya Kilwa 1996 hadi 1998, mwenyekiti wa CUF wilaya ya Kilwa 1999 hadi 2019, mwenyekiti wa ubunge mkoa wa Lindi 2015 hadi 2020 na kaimu mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Lindi. Ukiachana na uongozi huo, Mheshimiwa Selemani Bungala aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini kuanzia 2010 hadi 2020. Bwege ni mtu wa watu, yupo karibu sana na wananchi wake na kutetea matatizo yao ndani na nje ya bunge bila woga. Alipinga ufisadi, uonevu, unyanyasaji na mara kadhaa alikataa kununuliwa ili kupindisha haki. Katika uongozi wake, Mheshimiwa Selemani Saidi Bungala mara nyingi alisisitiza uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali za umma. Ujasiri huu ulimweka katika nafasi ya kupendwa na wananchi, lakini pia kumuingizia katika minong'ono na wenye mamlaka. Mnamo mwaka 1994 alifungwa kwa siku 71 baada ya kushtakiwa kwa kosa la kisiasa iliyopangwa dhidi yake, lakini baadaye aliachiwa huru na mahakama kuu. Tukio hilo kwa Selemani Saidi Bungala halikumpunguzia kasi, bali lilimjenga na kumuongezea ujasiri zaidi kuwa kiongozi shupavu. Bungala aliamini haki haiombwi bali inadaiwa. Alikosoa mfumo wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania kwa kugeuza kuwa mali ya viongozi wachache badala ya kuwa mali ya wananchi wote, akisisitiza haki ya demokrasia, ukweli, katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Bwege anamchukulia Maalim Seif Sharif Ahmad kama mwalimu wake wa kisiasa na pia hakuwa na hofu kutaja wanasiasa wengine shupavu aliowaamini pamoja na viongozi wa dini waliopigania haki na kupinga ufisadi. Tarehe 9 Septemba 2025, Mheshimiwa Bwege alitangaza kung'atuka rasmi nafasi yake ya kaimu mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Lindi. Hata hivyo, alisisitiza kwamba ataendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa chama hicho, kama kauli mbiu ya ACT Wazalendo inavyosema kwamba taifa kwanza,
leo na kesho, taifa la wote, kwa maslahi ya wote. Safari yake ya maisha Mheshimiwa Selemani Saidi Bungala alimaarufu Bwege ni simulizi ya mtoto wa Kilwa aliyeamua kuendeleza urithi wa baba yake katika siasa na kupanda juu hadi kuwa sauti ya wanyonge nchi nzima. Kutokana na ukweli wake, amepoteza fursa binafsi nyingi sana, lakini hakuwahi kupoteza heshima ya wananchi wake. Na mwisho, kabla ya kifo chake, Mheshimiwa Selemani Saidi Bungala 2026 alijiunga na chama cha kisiasa cha Chadema. Asante sana shujaa wa kweli wa Tanzania, Mheshimiwa Selemani Saidi Bungala, hakika tutakukumbuka daima.